from the weight. Take the step of faith. Use the gift of faith. Yes. When the God will your God, what will happen? Miracles. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante tena kwa ajili ya jioni ya leo, kutupa nafasi nyingine tutazame neno lako kwa upekee. Tunakushukuru Bwana Yesu. Tunakushukuru Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya roho ya hekima na ufunuo iliyo pamoja na sisi tunapoyafunua maandiko. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, uongezeke sana Yesu, uinuliwe sana Yesu, uabudiwe peke yako Bwana. Katika jina la Yesu, sisi wote tupungue, wewe uongezeke. Sisi wote tusionekane, wewe uonekane. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba tena Roho wako mwema atufundishe. Roho wako aliye mwalimu mwema atufundishe, atuongoze katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Makofi mengi kwa Bwana Yesu ukiwa unakaa. Mungu abariki praise. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya nafasi hii siku ya leo. Jana tulianza kuangalia habari za Roho Mtakatifu. Tulianza kuangalia habari za Roho Mtakatifu. Na siku ya jana tulizungumza habari za Roho Mtakatifu na tukaongelea hasa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ni uzima wa Mungu ndani yako. Tukaona alivyokuwa msaada kwenye maisha ya Yesu. Tukaona jinsi ambavyo anatakiwa kuwa msaada pia kwenye maisha yako. Alikuwa msaada kwenye maisha ya wana wa Israeli. Kwa sababu hiyo pia Roho Mtakatifu ni msaada kwenye maisha ya kila Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tulisoma ule mstari wa Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4 na 5. Matendo ya Mitume 4 na 5, lakini nikakupeleka kitabu cha Ayubu 27 mstari wa 3 ambapo anazungumza kwamba Roho ya Mungu iko katika pua yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakuonyesha kwamba alichokuwa anakifanya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 siku ya Pentekosti, alipopuliza ule upepo, alikuwa anarudia kitendo alichokifanya kwa Adam. Kwa sababu Adam baada ya kukosea alikata ule uhusiano wa pumzi yake kuwa ni pumzi ya Mungu. Akabaki kuwa na pumzi lakini hakuwa na pumzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akarejesha hilo kupitia Roho Mtakatifu kwenye siku ya Matendo ya Mitume, siku ya Pentekoste kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, alipowapulizia pumzi tena na wote wakajaa Roho Mtakatifu wakasema kwa lugha mpya kama Roho alivyowajalia kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo mimi tuendelee. Nataka uone leo Roho Mtakatifu kama ahadi ya Baba kwenye maisha ya muamini. Umtazame Roho Mtakatifu kama promise of the Father, ahadi ya Baba. Ahadi ya Baba. Ili uone unavyostahili kupokea Roho Mtakatifu, kujaa Roho Mtakatifu na kutembea katika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Utembee katika matokeo ya nguvu za Roho Mtakatifu. Utembee katika ushindi unaokuja kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Tuna ushuhuda wa watu wengi ambao kupitia mahusiano yao na Roho Mtakatifu wameweza kufanya mambo makubwa sana duniani. Kupitia kumfahamu Roho Mtakatifu wameweza kufanya vitu vya kutisha kwenye huu ulimwengu. Uzuri kwenye kizazi ambacho tayari tuna maelfu kwa maelfu ya watu ambao wameshawajaa Roho Mtakatifu kabla yetu. Kwa sababu hiyo tunaangalia matokeo aliyokuwa nayo, tunatamani na sisi tuyapate haya matokeo kwenye kizazi cha kwetu. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, tusome mstari wa 4 na wa 5. Matendo ya Mitume 1:4-5. Biblia inasema hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Nataka kuona ile kipengele anachosema ahadi ya Baba, ahadi ya Baba. Waingoje ahadi ya Baba. Kitabu cha kitabu cha Luka. Twende Luka sura ya 24 mstari wa 49. Luka 24:49. Yesu akiwa anaaga wanafunzi wake anazungumza, anasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini
hata mvikwe uwezo utokao juu. Unaona neno ahadi ya baba yangu linajirudia tena, ahadi ya baba yangu, hata mvikwe uwezo utokao juu. Kitabu cha Matendo ya Mitume, tena turudi Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Mstari wa 38 na wa 39. Biblia inasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote walioitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye mistari hiyo yote unamwona Roho Mtakatifu akitajwa kama roho wa ahadi, kama ahadi ya Baba, kama ahadi ya Baba. Mungu alipokuwa anamtoa Roho Mtakatifu na alipokuwa anamleta Roho Mtakatifu kwetu, kabla ya kumleta kwanza alituahidi kwamba atatupa Roho Mtakatifu. Na kwa sababu alituahidi kwamba atatupa Roho Mtakatifu, unapoenda kumpokea Roho Mtakatifu na kuanza kutembea na Roho Mtakatifu, haitegemei chochote kutoka upande wako, inategemea kwa yule mtoa ahadi kwanza. Uhusiano wako na Roho Mtakatifu, nguvu zako na Roho Mtakatifu, matokeo utakayokuwa nayo na Roho Mtakatifu yanategemea kwanza kumfahamu Roho Mtakatifu kama ahadi ambayo Baba aliitoa kwa ajili yako. Kuna utofauti kati ya ahadi na mshahara. Mshahara ni kitu ambacho mtu anapewa kwa sababu amefanya kazi, si ndio? Kuna kitu unafanya then unapewa kitu kama mshahara. Lakini ahadi, ukipewa ahadi unaipokea hiyo ahadi, unapewa hiyo ahadi bila kuitendea kazi. Haleluya. Mtu akija hapa akasema ninakupa 1,000,000, akiahidi atakupa 1,000,000, akasema njoo tarehe fulani uchukue 1,000,000, haimaanishi kuna kitu umefanya ili upewe hiyo 1,000,000. Unaweza ukawa hujafanya chochote, lakini kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu, atakupa hiyo ahadi. Kama sio mwaminifu, hatakupa hiyo ahadi. Lakini kama ni mwaminifu, atakupa hiyo ahadi sio kwa sababu kuna kitu unatakiwa kufanya, ila kwa sababu ameahidi. Haleluya. Haleluya. Sasa tulivyopewa Roho Mtakatifu, tumepewa kwa staili hii. Hatujapewa Roho Mtakatifu kwa sababu kuna matendo mazuri tumefanya. Hatujapewa Roho Mtakatifu kwa sababu sisi ni wazuri. Tumepewa Roho Mtakatifu kwa sababu Baba mwenyewe ndo aliamua kutuahidi sisi Roho Mtakatifu. Na alituahidi sisi Roho Mtakatifu kama sehemu ya agano lake analofanya na watu, kwa sababu kila agano lina ahadi zake. Na ili agano liwe bora, tunategemea ahadi zilizotolewa kwenye hilo agano. Mnapofanya mapatano, si ndio? Kuna ahadi. Kama umeenda kusaini mkataba kazini, mkataba wa kazi, utaona kuna upande wa mtendakazi kile ambacho anatakiwa afanye, muajiriwa. Alafu kuna upande wa muajiri, ahadi za muajiri kwa huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu mtu anapata hivi vitu vya huko kutokana na kile ambacho ameahidiwa upande huu. Kile atakachokifanya kitampa matokeo, atapokea kama mshahara, ni tofauti sana na mtu anayeahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ili agano liwe bora, tunachoangalia zile ahadi zilizowekwa ni bora au sio bora. Umesikia wachezaji wanasaini mikataba Alafu anashangaa baada ya muda mfupi anasema sitaki tena kuendelea kuchezea timu nini? Anasema hawajanipandishia maslahi. Nacheza vizuri lakini ahadi walizoniwekea watanipa nini baada ya kucheza msimu huu sio nzuri. Kwa hiyo sisaini mkataba, nitaenda timu nyingine. Kwa sababu gani? Anaangalia ahadi. Ili agano liwe imara linategemea ahadi. Hebu sema ili agano liwe imara linategemea ahadi ulizoahidiwa. Ndio maana Biblia inazungumza, inasema hivi, Agano Jipya ni agano bora kuliko agano la kale. Kwa sababu gani? Limeahidiwa katika ahadi zilizo bora. Limefanyika kwenye ahadi zilizo bora kuliko agano la kale. Na moja kati ya ahadi ya agano jipya ni Roho Mtakatifu kukaa ndani ya watu. Ni moja kati ya ahadi bora ambayo ipo kwenye agano jipya ambayo hauipati kwenye agano la kale. Tunafahamu watu wakiwa wanafunga ndoa wanakula vile viapo na wanapeana ahadi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitakuwa na wewe kwenye shida na raha. Sasa hizi natamani tubadilishe iwe kwenye raha na raha. Haleluya.
kwa sababu kwenye shida wengi wanakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa nawe kwenye shida na raha, magumu na mateso. Hizi zote ni ahadi ambazo zinawekwa ili kupima uzito wa hilo agano, na baada ya kuweka hilo agano, kitakachoendelea kwenye ndoa ni kutokana na ahadi zilizoahidiwa. Usiende kuishi tofauti na ahadi zilizotolewa. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaishi kwenye agano jipya. Tunaishi kulingana na ahadi ambazo Mungu ametupa. Ndio maana kama huna hiyo ahadi ya Baba, Biblia inasema asiyekuwa na roho wa Kristo huyo sio wake. Ili wewe wa Kristo lazima uwe na ahadi ambayo Kristo ametoa. Na moja kati ya ahadi kubwa ambayo Kristo ametoa ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nisikilize. Mungu angeweza kutupa sisi Roho Mtakatifu kwa kazi, kama mshahara, angetupa kwa matendo. Lakini kama angekuwa ametupa kwa matendo, tungekuwa tumemnunua Roho Mtakatifu, hatujapewa kwa pendo la Mungu. Hebu sema, ningepewa Roho Mtakatifu kwa matendo yangu, ningekuwa nimemnunua. Kwa Mungu alitazama akajua, hawa watu hawataki kufanya kitu fulani ili wapewe Roho Mtakatifu. Inabidi niwape Roho Mtakatifu kwa kuahidi. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, moja kati ya sifa yake ni uaminifu. Yeye ni mwaminifu siku zote, hawezi kubadilika kwenye sifa yake ya kuwa mwaminifu. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu, anatimiza kile alichoahidi. Biblia inasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Kwenye kitabu cha Zaburi 138 mstari wa 2 anasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Mungu anaheshimu sana jina lake, lakini akiahidi lazima atatimiza. Haleluya. Kwa nini sina mashaka na mimi kupokea Roho Mtakatifu? Sipokea Roho Mtakatifu kwa matendo yangu, ninapokea Roho Mtakatifu kwa sababu najua aliyeahidi ni mwaminifu. Kwa nini najua nitatembea na nguvu za Mungu? Najua kutembea na nguvu za Mungu hakunihitaji mimi upande wangu kwanza, kunahitaji niamini tu ahadi ambayo yeye ameisema. Kwa nini najua Mungu yuko ndani yangu? Ni kwa sababu ninajua ameahidi kukaa ndani yangu, na aliyeahidi ni mwaminifu, sio kama wanadamu wengine. Basi Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Bwana Yesu asifiwe. Wala sio mwana wa binadamu hata adanganye. Hajawahi danganya hata siku moja. Yeye ni Mungu anayesema kweli wakati wote. Na kwa sababu anasema kweli wakati wote, ninaamini ahadi ambayo ameisema kwenye maisha yangu. Na moja kati ya ahadi ambayo ameahidi ni kwamba nitawamwagia watu wote wenye mwili Roho wangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu kuna hiyo ahadi, ninapoenda mbele za Mungu siendi kama mtu ambaye ni ombaomba, ninaenda nikijua ni haki yangu kwa sababu nimeahidiwa. Kuna utofauti wa kwenda kuomba kama ombaomba na kwenda kuomba huku ukijua ni haki yako na Mungu anataka akupe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanajiona kama hawastahili kutembea na Roho Mtakatifu, kama hawastahili kutembea na nguvu za Mungu, kama hawastahili kuwa na huyu Mungu wa kiwango kikubwa. No, huyu Mungu ni ahadi ambayo ameiahidi yeye mwenyewe, ni ahadi kwa ajili yako. Huyu Roho Mtakatifu ni ahadi kwa ajili yako. Petro anasema ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na wote watakaokuja ambao Bwana atawaita wamjie. Wote ambao watakuja wameahidiwa kupokea Roho Mtakatifu. So unapomwendea Mungu, kitu moja ambacho inabidi ujue, nimeahidiwa kutembea na Roho Mtakatifu. Ukiona watu wanasema kwa lugha mpya, sio kitu cha watu wachache, ni sehemu ya ahadi ambayo umeahidiwa pia wanapokuja kwa Kristo. Ukiona watu wanatoa mapepo, sio kitu cha watu wachache, ni sehemu ya ahadi ambayo umeahidiwa. Ukiona watu wanasema nimemsikia Mungu ananiambia, ni ahadi ambayo pia na wewe unayo. Haleluya. Ukiona watu wanatabiri, ukiona watu wanatembea kwa kila uwezo wa Mungu, ukiona watu wanafufua wafu, ni ahadi ambayo na wewe pia unayo. Ukiona watu wanaponya wagonjwa, ni ahadi ambayo pia na wewe unayo. Unaweza ukatembea kwenye hicho kiwango cha nguvu za Mungu. Ukiona watu wengine wanatamka maneno yanatokea, ni kwa sababu pia hiyo ahadi wamepokea tu, na wewe ukipokea unaweza ukafanya hivyo hivyo. Haleluya. Haleluya. Ahadi hii ni kwa ajili yako. Hebu sema ahadi hii ni kwa ajili yangu. Sema ahadi hii ni kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua kuna wakati kwa sababu ya jinsi ambavyo watumishi wa Mungu tumejiweka, kuna watu wanaamini kutembea na Roho Mtakatifu ni kitu cha watu fulani special. Haleluya. Watu fulani wanavaa suti. Haleluya. Wanatembea mwendo fulani wa taratibu, wana lugha wanayoongea. Shalom shalom. Haleluya. Haleluya. Kwa watu tukiona watu wanatembea na nguvu za Mungu, tunaamini aina hii ya watu ndio wameumbwa kutembea na nguvu za Mungu. Angalia, kuna wengine wanaamini kutokana na kuona watu wanaume wengi ndio wamejazwa Roho na wanatembea na nguvu za Mungu, wanaamini ahadi ya Roho ni kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo akiwa tu mdada
So yani mimi niwe tu pale kanisani, sio niwe wa kiroho sana. Kuna kalevo fulani tu niwe nao, kwani naenda kanisani tunatoka na rudi. Lakini yale maswala eti Mungu ameniambia, sijui Mungu amefanya nini, nimezama rohoni, nimetokea huko, hayo ya wanaume katika Kristo Yesu. Haleluya. Biblia inasemaje? Wana wenu na binti zenu watatabiri. Haleluya. Anasema atamwaga juu ya watumishi wenu roho wake, wanaume kwa wanawake. Biblia inasema tukiwa ndani ya Kristo hakuna mtu mume wala mtu mke, hakuna mwanamke wala mwanaume, hakuna Mkristo, hakuna Myahudi wala Myunani, bali Yesu ni wote, yote katika wote. Hii ahadi ni kwa ajili yako. Sema tena, ahadi ni kwa ajili yangu. Sema, ahadi ya Roho ni kwa ajili yangu. Nisikilize. Sasa kama Roho Mtakatifu ametolewa kama roho wa ahadi, kama ametolewa kama ahadi, kuna kitu kimoja tunatakiwa ukifanya. Kwenye ahadi, ili uipokee hiyo ahadi, inabidi uiamini hiyo ahadi. Usipoamini ahadi, ahadi haitakusaidia. Hebu sema, nisipoiamini ahadi, haiwezi kunisaidia. Angalia kitabu cha Warumi sura ya 4. Nianzie mstari wa 18 wakati ninamzungumzia Ibrahim. Inamzungumzia Ibrahim, inasema hivi: naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Hebu sema, ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Mstari unaofuata hapo chini anasema haikuandikwa kwa ajili yake, imeandikwa na kwa ajili yetu, tutakaohesabiwa haki hivyo hivyo kama alivyohesabiwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, yeye alichokifanyiwa, Mungu alienda akamwambia tu Ibrahim, nimekupa ahadi kwamba utakuwa baba wa mataifa mengi. Ibrahim alichokifanya, aliamini ahadi. Alipoamini ahadi, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki. Kwenye lugha nyingine anasema imehesabiwa kwake kuwa ni deni. Yaani aliyeahidi akikupa ahadi, alafu wewe ukaiamini hiyo ahadi, unakuwa unamdai. Haleluya. Tunafahamu ukifanya biashara au ukafanya kazi yoyote ambayo inatakiwa ulipwe mshahara, ule mshahara wako usipolipwa ni deni. Sasa na kwa Mungu ni hivyo hivyo. Mungu akikuahidi kitu alafu ukaamini tu hiyo ahadi, Mungu anaitoa kuwa ahadi, inakuwa haki yako. Unajua mtu akikuahidi, kwa sisi binadamu tunaweza tukakwambia, nilikuahidi haya, sio lazima sikupi. Bwana Yesu asifiwe. So unajua kuna watu wababe wa namna hiyo. Aisee, kesho uje kuchukua 5,000, unaenda kesho. Sasa ukienda na mstari, inabidi ukienda kuchukua, kwa sababu alikuahidi na wewe uliamini, inabidi uende kama unadai. Usiende kistaarabu like ndugu yangu, unajua jana uliniahidi 5,000, kwa hiyo ndio nimekuja kuifuata. Inabidi ukienda sasa 5,000 yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ukishaamini ni haki yako. Hebu sema, ni haki yangu. Sema tena, ni haki yangu. Ukishaamini, ahadi inabadilika, haiwi tena ahadi, inakuwa ni haki ambayo unatakiwa kuwa nayo. Na kwa sababu inakuwa ni haki ambayo unatakiwa kuwa nayo, kwa yule aliyoahidi unakuwa unamdai, ni deni anakuwa nalo kwenye maisha yako. Na kwa sababu ni deni anakuwa nalo kwenye maisha yako, inabidi akupe kile alichoahidi. Ndivyo ambavyo tunaishi na huyu Mungu. Mungu alipotoa ahadi ya Roho Mtakatifu, atwendi mbele zake kuiomba kana kwamba ni kama binadamu tunaenda kinyonge. No, tunaenda tukiwa na uhakika kwamba kile alichoahidi lazima atimize kwenye maisha yetu. Kile alichosema lazima afanye. Kwa hiyo inakuwa ni haki ya kwetu, inakuwa ni deni ambalo tunamdai yeye. Sio tukisogea mbele za Mungu, tunastahili kupokea Roho Mtakatifu, tunastahili kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa nini? Aliyeahidi ni mwaminifu, na sisi tumeamini alichokiahidi. Kwa sababu tumeamini alichokiahidi, lazima atupe alichokiahidi. Kwa hiyo imebadilika, haii ahadi tena, imetoka kwenye level ya kuwa ahadi, imefikia level ya kuwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kuna level ya kuahidi, ya kuamini
ahadi zote za Mungu zilizo kwenye maandiko, ili usibadilishe zitoke kuwa ahadi zihamie kuwa haki. Unaingia kwenye maandiko, unakutana na ahadi kwamba sitakupa magonjwa yote. Magonjwa yote ya Misri nitawapa wa Misri, hayatatajwa kwako hata mara moja. Tauni haitakupata wewe, wala haitakaribia hema yako. Ukiamini hiyo ahadi, haiji tena ahadi, inatoka kwenye kiwango cha kuwa ahadi, inakuwa haki yako. Ikiwa haki yako, ukienda mbele za Mungu kuomba, hauombi kama mtu aliyeahidiwa, unaomba kama mtu aliyetendea kazi hilo jambo. Kazi hii ya kuamini tu. Haleluya. Haleluya. Nisikilize, amini utajiri ni fungu lako. Ukiamini Mungu aliahidi kwamba nimepigwa msalabani ili nichukue maskini wenu niwape utajiri. Anasema alikuwa maskini ili sisi tuwe matajiri kwa umaskini wake. Ukiamini hivyo, ukishaamini hiyo ahadi ya utajiri, ukienda mbele za Mungu unaruhusiwa kumdai. Na Mungu wewe sio muongo, ulishasema. Na kwa sababu ulishasema mimi sitakuwa maskini, si maskini. Kwa nini? Ulishasema, timiza ahadi yako. Haleluya. 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 Umoja na watu wanasema jasho la mtu aliliwe. Mtu anafanya kazi afu mwisho wa siku anakuwa anazungusha hela yake. Anakuwa serious, anaweza kukupeleka hata mahakamani. Sasa na sisi tukifanya kazi moja tu inaitwa kuamini. Hiyo kazi ukishamaliza tu ya kuamini kile ambacho Mungu ameahidi, unaruhusiwa kumfuata na kumwambia Mungu, jasho langu la kuamini aliliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inakuwa ni haki yako. Wangapi wako tayari kufanya kazi alafu wasilipwe? Kwa nini wewe uamini alafu usilipwe? Ukishaamini unatakiwa kulipwa. Mwambie mwenzako ukishaamini unatakiwa kulipwa. Mwambie unajua kwa nini unaumwa? Hujaamini. Mwambie unajua kwa nini maskini? Hujaamini. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaamini inageuzwa. Biblia inasema kwa kuwa aliamini akahesabiwa kuwa ni nini? Chochote unachokiamini. Kuna namna mbili tu ya kupata haki duniani. Namna ya kwanza ni kutendea kazi jambo upate haki. Namna ya pili ni kuamini alafu upate haki. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumechagua upande wa pili. Hatuko kwenye upande wa kutendea kazi. Yesu alifanya hiyo kazi. Sisi tuko kwenye upande wa kutendea, wa kuamini ili tupate haki. Ndio maana Biblia inasema haijawa tena kwa sheria, haipo tena kwa sheria, imekuja kwetu kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini imekuja kwa neema? Ili tuipokee kama haki inayotokana na imani, sio haki ambayo tumeitalikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.